एक ज़माना था कि मेरा नाम भी मस्तूर था। उस ज़माने में खुदा ने दी थी शोहरत की खबर, जो कि अब पूरी हुई बाद अज़ मरूरे रोज़गार। A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, karibu sana katika siku hii ya leo yenye baraka ambayo tutaweza kukuelezea kuhusiana na mada hii tunayoizungumzia inayohusu maktaba ya Masihi Maud alayhi salatu wassalam. Na ni matumaini kwa kweli ulipata baraka katika kufuatilia vile vipindi vilivyopita, na kipindi kilichopita tulizungumzia kuhusiana na Hamamatul Bushra, tukajielimisha tukajua kitabu hiki kimebeba elimu gani. Leo karibu sana katika kipindi cha leo kinachohusu Nurul Haq. Hasa Nurul Haq, kuna ujumbe gani katika kitabu hiki na ni kitabu cha aina gani? Hebu tega sikio na uwe mtazamaji mwangalifu sana katika siku ya leo, maana leo ninao wageni ambao wametuletea elimu hii ili kutusaidia kuchambua yaliyomo katika kitabu hiki. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibuni sana katika studio yetu Walimu Sahib. Asante sana bwana mtangazaji. Naam, upande wangu ninaye mwalimu Abdalla Muhammad Mwareja Sahib ambaye ni mwalimu wa Jumuiya ya Islamu ya Ahmadiyya, na vile vile ninaye mwalimu Muhammad Musa Oponyo Sahib, vile vile pia ni mwalimu wa Jumuiya ya Islamu ya Ahmadiyya. Naam, karibuni sana. Na mwalimu Sahib, ningependa pia utuweze kutufafanulia na utuelezee kuhusiana na kitabu hiki cha Hadhrat Masih Maud alayhi salam ambacho kinaitwa Nurul Haq. Je, kitabu hiki kimebeba ujumbe gani, kina madhumuni gani? Hebu tuelezee pia kuhusiana na uchapishaji wake, na utuelezee pia ile changamoto ya Hadhrat Masih Maud alayhi salam aliweka mbele ya wale ambao waliweza kuleta ukosoaji wa Uislamu. Hebu tuelezee mwalimu Sahib. Asante sana bwana mtangazaji. Hichi ni kitabu cha Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ambacho kwamba kinapatikana katika maktaba ya Masihul Maud alayhi salatu wassalam kwenye Ruhan Khazain. Kimeorodheshwa kwamba ni kitabu cha 26. Na kinapatikana katika juzuu ya 8. Kitabu cha kwanza. Kitabu hiki kiko na kurasa 186. Ni kitabu ambacho kwamba kilichapishwa na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam katika presi ya Lahore. Sasa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ndani ya kitabu hiki alikuwa anamjibu padre mmoja anaitwa Imaduddin. Alikuwa Muislamu mwanzoni, alafu baadaye akatoka Uislamu akaingia Ukristo. Sasa alivyoingia Ukristo alikuwa na nguvu kubwa sana ya Qur'an tukufu na lugha ya Kiarabu na kadhalika. Sasa alikuwa yeye anajaribu kupinga Uislamu vikali sana. Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam hizi kashfa ambazo kwamba alizipata kwa huyu padre akajaribu kuzijibu kwa njia ya hichi kitabu cha Nurul Haq. Tafsiri ya kitabu hichi ni kwamba ni nuru ya kweli aliyokuja nayo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam yeye akaelezea kashfa za huyu padre, na kashfa zake zilikuwa aina 3. Aina ya kwanza, alikuwa hamwamini mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anamshutumu sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kashfa nyingine ni kwamba yeye alikuwa haamini mambo ya jihad. Alikuwa anapinga jihad, anatoa tafsiri potofu ya jihad na kuweka sura ya Uislamu katika sura isiyokuwa nzuri. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam yeye kashfa hizi akajaribu kuzijibu kwa njia ya kitabu hichi cha Nurul Haq. Alafu pia vile vile yeye alikuwa anapinga sana tafsiri ya Qur'an tukufu, anayepinga Qur'an tukufu kwa ujumla, anajaribu kuitilia mashaka na kuipinga kwa namna yoyote. Sasa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam yeye katika kitabu hichi cha Nurul Haq sehemu yake ya kwanza akamjibu shutuma zake hizi huyu bwana
Kisha akaweka tambio, akasema kwamba kama yeye ataweza kutoa maelezo sahihi ya kitabu hichi ama maelezo yanayopingana na maelezo ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, basi atapea zawadi ya shilingi rupia 5,000. Sasa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, kitabu hiki kilikuwa katika lugha ya Kiarabu. Alikitunga kwa lugha ya Kiarabu na kikatafsiriwa kwa lugha ya Kiurdu, kwa mantiki hii kwamba amthibitishie yule Padre Imaduddin ya kwamba pia alikuwa na weledi wa lugha ya Kiarabu. Akaelezea kila kitu, na shutuma zake hizi ambazo kwamba alikuja nazo huyu padre Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam akazijibu kwa ushupavu na uelewa wa hali ya juu sana wa lugha ya Kiarabu ndani ya hii kitabu. Kwa hivyo Padre Imaduddin yeye katika hoja zake hizo ambazo kwamba alizileta kumshutumu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na Qur'an tukufu na kutoa maelezo potofu ya jihadi, ikabidi sasa yeye hoja zake ziwe hazina nguvu kwa sababu ya hoja ambazo kwamba zilipatikana katika kitabu hichi cha Nurul Haq, yani nuru ya kweli. Nadhani huu ndio muktasari wa kitabu hichi cha Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Na kwa mtazamaji, kama ingekuwa bora angefuatilia sana maktaba ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ili kujua kwamba kitabu hiki kilikuwa kimebeba ujumbe gani ule wa haki ambao kwamba umetajwa ndani ya kitabu hiki. Asante sana Mwalimu Saib kwa kutupa muhtasari wa maudhui ya kitabu hiki, na umetuelezea vizuri na kwa ufasaha sana kuhusiana na uchapishaji wake, na kwa sasa hivi mtazamaji atakuwa ameshaanza kupata picha kamili ya hiki kitabu cha Nurul Haq. Na Mwalimu Saib, kuna neno kidogo tu ambalo Mwalimu Saib amelitaja na ningependa pia umuelezee mtazamaji asiwe na maswali maswali kadha wa kadha. Kuna ile neno linaloitwa jihad. Hebu tuelezee jihad inachukuliwa vipi katika ulimwengu wa kisasa na ulimwengu wa Kiislamu? Asante sana bwana mtangazaji. Hili ni swali nzuri sana sababu neno jihad limechukuliwa vibaya na wale Waislamu, na kutokana na tafsiri hii mbaya Wakristo nao pia wakalielewa vibaya na wakaiweka dini nzima ya Kiislamu kwa ile tafsiri mbaya neno jihad. Ibainike kwamba neno hili asili yake ni neno la Kiarabu ambalo ni jahada, kufanya ile juhudi. Kwa hivyo kimsingi au kiistilahi neno jihad linamaanisha kufanya juhudi. Kwa hivyo anapofanya mtu juhudi kupata shabaha yoyote, inaruhusiwa kusema kwamba anafanya jihad. Na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alipokuja amefafanua kwamba jihad ambayo amekuja kufanya ni aina gani. Ni jihad ya kufikisha ujumbe wa dini tukufu ya Kiislamu. Hii ndio jihad bora zaidi kwa wakati huu, na wala haina maana kwamba ile tafsiri inayopewa jihad na wale Waislamu ambao wafahamu kwamba ni kuua watu au kupigana. Kwa hivyo hii ndio tafsiri mbaya wasio Waislamu wameitumia ili kuchafua jina la Kiislamu. Naam. Asante sana Mwalimu Saib kwa kutolea muhtasari kuhusiana na neno hili jihad. Na Mwalimu Saib, hebu uelezee mtazamaji kwamba kitabu hiki cha Nurul Haq kilijitokeza vipi baada ya ile tukio la Jange Muqaddas, na vile vile pia utuelezee kwamba ni changamoto ipi ambazo yani za kifasihi ambazo zilitokea baada ya kuonekana kwamba yani Hadhrat Masih Maud alayhi salam aliitumia ili kukabili ile hali ya shutuma zilizotokea baada ya kudaiwa na upande wa Kikristo, na ziliweza kufanya nini? Zilitolewaje kumjibu huyu padre wa Kikristo ambaye alikuwa analeta shutuma za Hadhrat Masih Maud alayhi salam? Asante sana bwana mtangazaji. Kwanza ibainike kwamba huyu Padri Imaduddin na wengine kama bwana Abdallah Asam, hawa watu mwanzo walikuwa Waislamu. Sasa kutokana na lile wimbi la Ukristo wakashawishika na kwenda upande wa Ukristo. Kwa hivyo ni watu ambao walifahamu Uislamu na wakafahamu hata na Kiarabu vizuri na Qur'an tukufu. Kwa hivyo iliwapatia nafasi ya kutaka kukosoa Uislamu na kupinga kwa nguvu zao zote. Sasa hiki kitabu Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam amekiandika mnamo mwaka 1894. Na tunakumbuka kwamba mwaka 1893 kulifanyika ile Jange Muqaddas, ile mkutano mkubwa wa kidini. Kwa hivyo baada ya ule mkutano upande wa Ukristo ulishindwa vibaya sana na ukapata aibu na fedheha. Hili jambo halikukaa vizuri na wale waasisi wa dini ya Kikristo. Basi walikereheka na wakakasirika vibaya. Kwa hivyo
aliongoza sasa haya mashambulizi ni huyu bwana Imaduddin. Kwa hivyo kutokana ile kushindwa na kukasirika na kupata fedheha mbele ya umma, basi wakaanza kutumia matusi. Sasa wakaandika vitabu na vipeperushi kwa kumtukana bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumkejeli vibaya. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, na pia walikosoa sana fasihi na lugha iliyotumika katika kuifasiri Qur'ani. Basi Sayyidina Ahmad alayhi salam kama Imam Mahdi akachukua lile jukumu la kujibu hawa mabwana na kuwadhibitisha kwamba Qur'an tukufu lugha iliyotumika ni lugha ambayo ilikuwa mbali na ufahamu wa wanadamu. Kwa hivyo akarudisha ile heshima ya dini tukufu ya Kiislamu, na lugha aliyoitumia Sayyidina Ahmad alayhi salam au mbinu aliyoitumia ni mbinu nzuri sana, kwamba licha ya hawa kwamba ametumia lugha kali na chafu, yeye akatumia upole katika kuwajibu. Na hii ndio ilikuwa desturi yake Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Tunakumbuka hata kule nyuma kuna baadhi ya mashekhe wa Kiislamu ambao walimshutumu na kumtukana kwamba alikuwa ni kafiri, lakini hakuwajibu kwa ukali. Nakumbuka lile tukio la yule bwana Sayyid Abdurrazak Al-Qadri aliyemwandikia Sayyidina Ahmad kwa lugha kali, lakini Sayyidina Ahmad akamjibu kwa upole sana. Tena tunaona ile desturi yake anaiendeleza hapa. Licha ya kwamba hawa wameikejeli dini, lakini anawajibu kwa upole sana. Na hii ndio lugha au njia ambayo tunaomba kila mwanajamati kwamba aitumie katika kujibu wapinzani, kwa sababu lugha wanayoitumia ni chafu sana, na usipojibu kwa upole labda utaonekana kwamba hata umeshindwa katika yale majibizano. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alitumia lugha nzuri na laini, licha ya kwamba wale walitumia lugha mbaya. Hakufahamu lolote katika ufasiri wa Qur'an tukufu, na kwa njia hii alirudisha ile heshima ya mijadala ya kidini, kwamba watu walizoea kutupiana maneno, huyu anatupa hili, huyu anatupa hili. Lakini Sayyid Ahmad alayhi salam alikuja akarudisha ile heshima, kwamba si lazima kwamba ujibu kwa ukali, unajibu mpinzani wako kwa njia ile ambayo ni nzuri. Kwa hivyo hili linatoa nafasi nzuri kwa wale wafuatiliaji kujua ukweli uko wapi. Asante sana Mwalimu Saib kwa kutolea maelezo mafupi kuhusiana na hizo changamoto Hadhrat Masih Maud alizozihakikisha kwamba anaelezea vizuri kwa katika lugha ya Kiarabu kuhusiana na kitabu hiki ili kusafisha dini tukufu ya Kiislamu, na kamkabili huyu bwana Badr Imaduddin mpaka akawa hana hoja yoyote ile. Asante sana Mwalimu Saib. Na Mwalimu Saib, hebu unaweza kuelezea mtazamaji ya kwamba Hadhrat Masih Maud alayhi salam aliwezaje kujibu madai ya kutokuwa mwaminifu katika serikali ya Kiingereza, na uelezee kwamba ndani ya kitabu hiki cha Hadhrat Masih Maud kinaitwa Nurul Haq, na aliwezaje kujibu na alielezea vipi sawa alivyoelezea, na utupe maelezo kwamba huyu alikuwa na nia gani, yani ni hoja gani aliitumia ili kuhakikisha kwamba aliweza kudhibitisha uaminifu wake kwa nini kwa serikali ya Kiingereza. Tafadhali Mwalimu Sahibu. Asante sana bwana mtangazaji. Hapa ieleweke kwamba Imaduddin yeye alileta kashfa ambayo kwamba halikuwa hajui uhalisia hasa wa uhusiano wa dhati baina ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam na serikali ya Uingereza. Lakini kiukweli Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam yeye aliisifu sana serikali ya Uingereza kwa sababu ya uadilifu wake. Alisema kwamba hii serikali kwanza alitolea shukrani za dhati sana serikali hii ya Uingereza chini ya usimamizi wa Malkia Victoria. Akasema kwamba anaishukuru kwa sababu ya uadilifu wake wa kidini. Ilikuwa hii inalinda heshima, mali na uhai wa watu wote katika dini zote pale India. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, heshima ambayo kwamba ilipeana hii serikali ya Uingereza kwa watu wote, hasa upande wa dini, alishukuru sana kwa sababu alipata nafasi nzuri ya kuhubiri ujumbe wake ama ujumbe wa mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bila shida yoyote. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam yeye alisema kwamba hakuwa na chochote katika maisha yake, lakini ambacho kwamba alitumanwa nacho na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alikuwa yeye ni Sultanul Kalam, alikuwa ni mfalme wa kalamu. Na kulingana na heshima ambayo kwamba alipewa na Malkia Victoria, yeye hakupenda kuandika kitabu chochote kile, hata hiki kitabu Nurul Haq. Alitaka baraka kutoka kwa Malkia Victoria. Alimpatia heshima yake sana huyu Malkia Victoria kulingana na vile ambavyo kwamba alimkaribisha
katika serikali yake na akampatia heshima hiyo. Hata pia Saidna Ahmad alayhi salatu wasalam alielezea kwamba baba yake na ndugu yake pia wamepata heshima kubwa sana katika serikali hiyo ya Uingereza kupitia mikono ya Malkia Victoria. Kwa kifupi, Saidna Ahmad alayhi salatu wasalam alienzi sana serikali hii ya Uingereza kulingana na uadilifu wake. Na akafunuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba kwa sababu Saidna Ahmad yeye amekaa nayo hii serikali ya Uingereza na bila shida yoyote, na amepata msaada kutoka kwa serikali hii ya Uingereza upande wa amani na kutekeleza ama kueneza ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu yeye akamwahidi Saidna Ahmad alayhi salatu wasalam kwamba serikali hii haitapatwa na madhara yoyote, itabaki kwenye ulinzi wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu imekuwa na uadilifu wa kiungu, uadilifu ambao kwamba si upande wa dini tu peke yake, bali katika hali zote watu ambao kwamba walikuwa wanaishi katika serikali ya Uingereza walipata amani na walipata uhuru wa aina yoyote. Kabla ya kuja kwa Saidna Ahmad alayhi salatu wasalam katika serikali ile ya Uingereza, mwanzoni serikali hii ilikuwa chini ya utawala wa masingasinga. Lakini yeye Saidna Ahmad alayhi salatu wasalam alipata chini ya Muingereza. Na kwa namna hii basi uadilifu uliokuwa katika serikali hii ilimfanyisha Saidna Ahmad alayhi salatu wasalam akapata amani kubwa sana ya kueneza ujumbe wa mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asante sana Mwalimu Saib. Umetuelezea vizuri vipi Hadhrat Masih Maud alayhi salam aliweza kutia juhudi kuleta shukrani kwa ile serikali ya Uingereza chini ya mamlaka ya Victoria huyu ambaye alikuwa na malkia. Asante sana Mwalimu Saib kwa maelezo mazuri. Na naona ni kama Mwalimu Saib una jambo la kuongezea. Labda kwa sekunde chache tu niweke mtazamaji wetu sawa. Ni kwamba ni kwa nini Saidna Ahmad alayhi salatu wasalam alisifia sana serikali ya Uingereza. Namna Mwalimu Saib alivyotangulia ni kwamba kabla serikali ya Uingereza kulikuwa na serikali ya masingasinga na iliwakandamiza sana Waislamu. Kwa hivyo wakati serikali ya Uingereza ilikuja ikatoa uhuru wa kila dini kuhubiri imani yake. Na unaweza kuona kwamba alikuwa ni Mkristo lakini akaruhusu kwamba kila dini ihubiri imani yake bila ya kukandamizwa. Kwa hivyo kwa sababu hii Saidna Ahmad alayhi salatu wasalam akaona kwamba Waislamu sasa wamepata nguvu. Kwa hivyo serikali kama hii hatuna budi kuisifu kwa hilo lengo la kutoa ule uhuru wa ibada. Na pili ni kazi ya serikali kulinda mali na uhai wa wananchi. Kwa hivyo serikali ya Uingereza ilifanya kazi hii kwa njia mzuri sana kwamba kila mtu awe Mkristo awe singasinga au Muislamu maisha yake yalilindwa na mali yake ikalindwa. Hii ndio sababu ilifanya Saidna Ahmad alayhi salam akawa ni mwenye kuishukuru na kuisifu serikali ya Malkia Victoria. Asante sana Mwalimu Saib kwa kutuongezea pia nukta kadhaa kuhusiana na maelezo ya Mwalimu Saib hapa. Asante sana. Na Mwalimu Saib ameelezea vipi katika hiki kitabu cha Nurul Haq, na vile vile pia utuelezee aliunganisha vipi dua yake Hadhrat Masih Maud alayhi salam kuhusiana na ile hali ya kupatwa na jua na mwezi kama kudhibitisha ukweli wa madai yake. Karibu sana Mwalimu Saib. Asante sana bwana mtangazaji. Tukumbuke kwamba kwanza hiki kitabu tunachokijadili kwa sasa Nurul Haq ni kitabu ambacho kimeandikwa katika sehemu mbili, sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Kwa hivyo kuna uendelezo ambao mtazamaji wetu tunamwomba kwamba asiache kutufuatilia, maana ule mwanga zaidi utapatikana pia katika ile sehemu yake ya pili baada ya kumaliza hii sehemu ya kwanza. Kwa hivyo Saidna Ahmad alayhi salatu wasalam tunavyojua ni kwamba amedai kwamba amekuja kutimiza ule ujaji wa Yesu mara ya pili. Kwa hivyo hii ndio kazi kubwa amekuja kuifafanua. Sasa katika ile bidii yake na uchamungu wake alipata kumuona Nabii Isa alayhi salatu wasalam mara kadhaa katika maono. Basi hili likadhibitisha kwamba Nabii Isa alayhi salatu wasalam alikuwa ni mtume mkweli. Kuna katika yale maono Nabii Isa alayhi salatu wasalam anaonekana akisema kwamba mimi nimeshatoka ardhini na sina hatia na yale mambo anayofanya watu. Yaani anajitoa katika ile lawama ya kuitwa kwamba alikuwa ni mwana wa Mungu au alikuwa ni Mungu, hakuwa na habari za mambo hayo. Kwa hivyo Saidna Ahmad alayhi salatu wasalam kwa taswira hii na haya maono anasema kwamba hili linaonyesha kwamba Yesu Kristo alikuwa ni mtume mkweli. Na imenikumbusha aya moja katika Qur'an tukufu ambayo Nabii Isa alayhi salatu wasalam anazungumza maneno ya aina hii. Na haya mazungumzo Mwenyezi Mungu ameleta ni kama yatafanyika siku ya kiyama.
akimuuliza Nabii Isa alayhi salatu wasalam kuhusu yale yaliyotokea ardhini kutokana na ule uungu ambao watu walimpa. Nabii Isa katika kujibu anasema kwamba atasema ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahida ma tumtu fihim falamma tawafaitani kunta anta rakiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Kwamba sikuwaambia lolote. Isa anakanusha sasa, sikuwaambia lolote isipokuwa yale ulioniamrisha, kwamba niwaambie muabuduni Mwenyezi Mungu Mola wangu na Mola wenu, na nilikuwa shahidi nilipokuwa kati yao, lakini uliponifisha wewe ukawa ni shahidi juu yao. Kwa hivyo haya maneno ya Isa ambayo Sayyidna Ahmad alayhi salam ameona katika maono yanadhibitisha kabisa ile aya kwamba Nabii Isa alayhi salam alikuwa ni mcha Mungu mkweli na alikuwa mbali na kuabudiwa na Wakristo kama Mungu. Kwa hivyo kutokana na haya, baada ya kuwa na haya maono, Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam akafanya maombi kwa unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu sana, kwamba Mwenyezi Mungu ampe ishara ya kumsaidia katika kazi yake. Kwa hivyo alifanya maombi kwa unyenyekevu katika maneno haya, akasema kwamba Mwenyezi Mungu, je, mimi si wako? Basi katika wakati huu wa mashambulizi kutoka kwa makafiri, basi unipe msaada kutoka kwako. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alipokea haya maombi kwa namna ya ajabu sana, kwamba baada ya muda mfupi Mwenyezi Mungu akadhibitisha ile alama kubwa iliyopatikana katika vitabu vya hadithi za Kiislamu, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amebashiri kwamba atakapofika Imam Mahdi basi kutaonekana ile ishara ya kupatwa kwa jua na mwezi. Na ikadhibitika hivyo kwamba katika Hijiria 1311 mwezi wa 3 ambao ni Machi mwaka huo 1894 kukaweza kupatwa jua. Na mwezi uliofuata Aprili tarehe 6 ikapatikana mwezi ukapatwa. Kwa hivyo kutokana na haya maombi ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, Mwenyezi Mungu akadhibitisha ukweli wake kwa njia ya nguvu sana, jambo ambalo watu walilifuatilia pale Kadian na baadaye tena likapatikana katika sehemu zingine za dunia. Kwa hivyo kwa uchache au kwa ufupi, bwana mtangazaji, kwamba haya ndio maono ambayo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam aliyaona, na haya ndio maombi ambayo aliyafanya, na Mwenyezi Mungu akadhibitisha ule ukweli wake kwa njia ya kipekee. Asante sana Imam Saib, na kwa kweli umetolea maelezo mazuri ambayo yanatufundisha sisi, na hata vile vile mtazamaji wetu anaelimika kwa leo kupitia maelezo ya Masihi Maud Islam sawa unavyotuelimisha. Ana Mwalimu Saib, naona ni kama una jambo la kuongezea. Nikinukuu aya inayothibitisha maono haya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an tukufu anasema, na haikuwa kwa mtu ya kwamba Allah aseme naye ila kwa ufunuo au nyuma ya pazia. Asante sana Mwalimu Saib, hii inaonyesha ile nguvu ya kiroho ya Hadhrat Masihi Maud al-Islam aliyokuwa nayo. Naam, Mwalimu Saib, kwa dakika chache tu na uweze kumwelezea mtazamaji kuhusiana na kitabu hiki cha Nurul Haq. Je, utuelezee kwamba kiliathiri vipi wasomi wa kidini ambao wakati huo waliweza kujitokeza kuweza kuleta shutuma dhidi ya Hadhrat Masihi Maud. Utuelezee kwamba kiliathiri vipi wasomi wakati huo, na alitumia vipi lugha ya Kiarabu katika hali ya kifasihi ili kuwafanya nini, kuweza kuwatatiza wale ambao walikuwa wanajigamba kwamba wanao elimu. Hebu Mwalimu Saib, tuelezee kwa muda huu uliosalia. Asante sana bwana mtangazaji. Naam. Kwa kweli kitabu hiki kilileta athari kubwa sana kwa wale ambao kwamba walikuwa wanampinga Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam. Kitabu hichi Nurul Haq ni kitabu cha maajabu sana, ambacho kwamba kilimsababisha Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam yeye hata akapata ushindi mbele ya watu wengi sana ambao kwamba walikuwa na taaluma za juu sana katika lugha ya Kiarabu. Kitabu hichi kilikuwa na ufasaha wa hali ya juu sana wa lugha ya Kiarabu. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam yeye kwa ajili ya kuweka mambo wazi, kwa sababu mafundisho ya Kiislamu ni bayanun linnas, wazi kwa ajili ya watu. Yeye aliweka wazi, akaita watu, akakiweka mbele, akaalika watu kutoka sehemu mbalimbali, hata mapadre mbalimbali. Licha ya huyu Imaduddin, mapadre wenzake pia waliitwa, na wanazuoni wengine wote ambao kwamba walikuwa na taaluma za juu za lugha ya Kiarabu wakaitwa, ili kuja kuleta mfano wa kitabu kama hicho ama kutoa maelezo pengine yanayokaribiana na hayo, lakini hawakuweza. Sasa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam yeye aliwapatia muda pia wa miezi 3. Mtu yeye akae kwa makini na alete jibu lake mbele ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam. Akaikata mbio, akaika changamoto
ya rupia 5,000. Sasa Saidina Ahmad alayhi salatu wasalam, yeye sawa na maelezo ya mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imesemwa kwamba yufidhal mala hata la yukbala ahadun. Maana ambayo kwamba alikuwa ameilenga sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa katika hadithi hii ni mali ya kiroho. Lakini hata kama ichukuliwe kidhahiri, pia aliweka kidhahiri na watu wakashindwa hivyo hivyo pia kidhahiri kuchukua, kwa sababu kama yeye aliweka changamoto ya rupia 5,000, sehemu zingine anaweka rupia 1,000 katika mijadala mbalimbali ambayo kwamba alifanya Saidina Ahmad sallam, lakini wapinzani walishindwa kuchukua hata hii mali ya kidhahiri wanayoidhania. Sasa Saidina Ahmad alayhi salam, kwa kweli katika kitabu hiki cha Nurul Haq ni kitabu ambacho kwamba kilionyesha ukweli wa kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah mbele ya mapadre na hata mbele ya wanazuoni mbalimbali. Na ningemshauri sana mtazamaji ajaribu kufuatilia maktaba ya Masihul Maud alayhi salatu wasalam. Hata yeye naye pia huenda akaboresha lugha yake ya Kiarabu kutokana na vitabu vya Kiarabu alivyovitunga Saidina Ahmad alayhi salam, ikiwemo hiki kitabu cha Nurul Haq. Naam. Asante sana Mwalimu Saib kukutupa maelezo ya kitabu hiki cha Nurul Haq na kutuonyesha vipi Hadhrat Masih Maud salam alikuja kugawa mali. Hata tunakuta kwamba aliweka asilimia fulani au kiasi fulani cha fedha ili mwenye kuweza kupinga zile hoja zake achukue hizo pesa. Asante sana Mwalimu Saib, na hakuna aliyeweza hata kuchukua hizo pesa kwa maana walishindwa kihoja. Na kwa dakika za chache zilizobaki, Mwalimu Saib, naona ni kama kuna kitu nataka kuongezea. Ni kwamba sawa na jina la kitabu Nurul Haq, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam aliweza kudhibitisha ubora wa tafsiri ya Qur'an tukufu kwa njia ambayo haina shaka yoyote. Na alionyesha kwamba hata wale waliofikiria kwamba ni wasomi hawakufahamu ile maana ya ndani ya Qur'an tukufu, sababu tunakumbuka Mwenyezi Mungu amesema kwamba hawataiguza Qur'an isipokuwa wale waliotoharika. Kwa hivyo hiki ni kitabu cha Mwenyezi Mungu na kinahitaji muongozo wa Mwenyezi Mungu ili kuweza kukifahamu. Asante sana Walimu Sahibu, kwa kweli mmeelezea vizuri na maelezo ya Hadhrat Masih Maud yanatosha kuhakikisha kwamba mtu anapata ukweli wa kumtambua Masihi aliyeahidiwa. Na Mwenyezi Mungu ajalie kila laheri, muendelee kuja pia ili mzidi kutuelimisha, na Mwenyezi Mungu awajalie afya njema pia. Asanteni sana. Na ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, ni matumaini kwa kuwa umepata kuelimika na umepata faida kubwa ya kupata kutambua yale yaliyomo katika kitabu hiki cha Nurul Haq, na kwa sasa hivi utakuwa umeshapata ufahamu kwamba Masihi aliyeahidiwa alikusudia nini kuandika kitabu hiki na ameeleza nini katika kitabu hiki, na hata hivyo utakuwa umeimarika katika upande wa elimu na katika upande wa imani pia. Asante sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki, na uendelee pia kuwa katika MTA ili uendelee kupata vipindi vingi ambavyo tumekuandalia. Mwenyezi Mungu akujalie kila laheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज़माने वाले ये नुस्खा भी आज़मा, आज़माने वाले ये नुस्खा भी आज़मा।